بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم، بتوفيق يا الله سبحانه وتعالى tunaendelea na somo letu la tauhid, na leo tupo katika kusoma dalili za yale maelezo yaliyotangulia, maelezo ambayo yaliyothibitisha uwepo wa dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ile sifatu nafsia ambayo ni sifa ya alwujud, na maelezo ya zile sifa nyingine zilizokuja baada ya sifatu an-nafsia. Lakini kabla tujakwenda mbele, turudi hapa nyuma. Tulisoma jana sifatu aljaizatu fi af'alihi subhanahu, sifa zenye kujuzu katika vitendo vyake Allah subhanahu, ambayo tukasifu ni yake yeye. Akasema Sheikh, yajuzu fi haqqihi ta'ala, inajuzu katika nafasi yake, cheo chake Allah, fi'lu kulli mumkinin, kufanya kila chenye kuwezekana, au tarkuhu, au kukiacha. Maana yake ni vipi? Maana yake ni kwamba Allahu subhanahu wa ta'ala anasifika na sifa ya kufanya, na ile sifa yake ya kufanya ni sifa yenye kufanya mambo ambayo ni mumkin, kwa maana almumkinat. Na tunapoambiwa almumkinat, maana yake ni aljaizat. Hapa aliposema kulli mumkinin, amemaanisha kulli jaizin, kila lenye kujuzu. Sasa jambo lenye kujuzu ni lipi? Tumesoma kule nyuma, aljaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamu, kitu ambacho ni jaiz ni kile ambacho kinaswihi katika akili, kuwepo kwake na kutokuwepo kwake. Sawa eh? Sasa hapa aliposema fi'lu kulli mumkin, hii mumkin ina maana moja na aljaiz. Kwa aliposema fi'lu kulli mumkin au tarku, kufanya kila chenye kuwezekana au kukiacha, ni sawa sawa na kusema fi'lu kulli jaizin au tarku, kufanya kila lenye kuwezekana au kuliacha. Sasa miongoni mwa hayo yenye kuwezekana ni kuumbwa sisi wanadamu. Kuumba ni kitendo cha Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ametuumba sisi wanadamu, na sisi kweli kuumbwa kwetu yasihu fil aqli wujudu wa adamu, kuna swihi katika akili kuwepo kwake au kutokuwepo kwake. Sababu gani? Kuna wenzetu waliumbwa lakini sasa hivi hawapo, na sisi tukaja tukaumbwa tukawepo, lakini baadaye pia hatutokuwepo. Lakini pia ardhi hii imeumbwa haikuwepo. Tamam, mbingu zimeumbwa hazikuwepo, arshi imeumbwa haikuwepo. Almuradi ulimwengu mzima na vilivyomo ndani ya ulimwengu vyote ni katika minal jaizat, ni vitu ambavyo nini, yasihu fil aqli wujuduha wa adamuha, ni katika aljaizat, vitu ambavyo vinaswihi katika akili kuwepo kwake na kutokuwepo kwake. Na dalili ipi? Dalili ya kwamba vinaswihi kuwepo kwake na kutokuwepo ni ipi? Ni kwamba kabla ya kuumbwa havikuwepo. Tamam. Sasa baada ya kuwa vitendo vya Allah subhanahu wa ta'ala au utendaji wake Allah subhanahu wa ta'ala umesifiwa na kufanya kila chenye kujuzu, basi kwa kusema hivi tumeuepusha uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala kufanya lile lisilowezekana, kufanya jambo ambalo ni mustahil. Miongoni mwa mambo ambayo ni mustahil ni kujiumbia mke au mtoto, ni jambo ambalo ni muhali, na tumeona kule Allah hajalifanya. Anasema Allah katika Qur'ani, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, na hakika umetukuka utukufu wa Mola wetu mlezi, hakujiumbia Mola wetu mlezi ambaye hakujiumbia mke wala mtoto. Kwa sababu gani? Ni jambo ambalo ni mustahil. Kwa hiyo utendaji wa Allah haufungamani na kufanya mambo ambayo ni mustahil. Akasema pia lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah kuzaliwa na wala kuzaa, walam yakul lahu kufuwan ahad, na wala hana kifanano na kitu chochote. Tamam. Kwa hiyo Allah utendaji wake uwezo wake wa kutenda hauhusiani na kufanya yale mambo ambayo ni mustahil. Tamam, unahusiana na kufanya mambo ambayo ni jaiz,
mambo ambayo ni jaiz ni kile ambacho kinaweza kuwepo na kutokuwepo. Kuumba moto ni katika minal jaizat, kuumbwa pepo ni katika minal jaizat, kusamehewa ni katika jaizat. Tamam, hakadha. Lakini pia tumeuepusha utendaji wa Allah subhanahu wa ta'ala na mambo ambayo ni wajib. Jambo ambalo ni wajib ni lipi? Ma la yutasawwar fil aqli adamu, ile jambo ambalo halizingatii katika akili nini kutokuwepo kwake, maana jambo ambalo lipo. Miongoni mwa hivyo ni dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake. Dhati yake Allah hakuiumba dhati yake. Sasa yeye alitangulia kuwepo kabla ya kuwepo chochote. Lakini pia sifa zake zile ambazo tumezisoma, asifatu nafsia, sifa ya kuwepo kwake, na sifatu sulubi au kwa namna nyingine zinaitwa sifatu salbia, sifatu as-salbia. Tamam, ambazo ni al-qudratu, al-irada, al-ilmu, al-kalam. Hapana, nini al-qidam, sio al-qidam, al-baqa'u, mukhalifu lil-hawadith. Nakusudia zile sifatu al-maani, afwan, nakusudia sifatu al-maani, zile sifatu thubutia, zile sifa ambazo zimethibiti kwa katika dhati yake. Tamam, afwan, tumeona vizuri hapo. Nakusudia pia sifa zake, pia zile sifa gani? As-sifatu thubutia, zile sifa ambazo zimethibiti kwa katika dhati yake. Pia Allah nini hakuziumba, lakini zilikuwepo katika dhati yake, na uwepo wake ni wa utangu. Nazo ni nini? Al-qudratu wal-irada wal-ilmu wal-hayatu was-sam'u wal-basar wal-kalam. Hivi pia havikuumbwa. Kwa sababu gani? Katika vitu ambavyo ni wajib, ma la yutasawwaru fil aqli adamu, ni vitu ambavyo havizingatii katika akili kwamba eti nini vilikuwa havipo vikaja kuzuka baadaye. Hapana, Allah anasifika na utangu, kutangulia kuwepo kabla ya kuwepo chochote. Basi na sifa hizi pia zilikuwepo katika dhati yake kabla ya kutangulia kuwepo nini kitu chochote. Kama kwa sifa hizi zinasifika na utangu kama namna ambavyo dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala inasifika na utangu. Tamam. Kwa hiyo vitendo vya Allah, utendaji wa Allah unafungamana na kufanya mambo ambayo ni aljaizat, mambo ambayo ni aljaizat. Tamam. Lakini mambo ambayo ni mustahil, utendaji wa Allah haufungamana na jambo kama hilo. Jambo ambalo ni wajib kama vile sifa zake, dhati yake, utendaji wa Allah subhanahu wa ta'ala haufungamana na nini kufanya jambo kama hilo. Kwa hiyo dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala hakuiumba yeye mwenyewe, wala zile sifa zake athubutia ambazo ni al-qudratu wal-irada wal-ilmu wal-hayatu was-sam'u wal-basar wal-kalam, pia nini hakuziumba yeye mwenyewe, wala pia sifatu nafsia ile ya al-wujud, tamam, ya kuwepo pia hakuiumba yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, bali yote vinafungamana dhati yake ambayo inasifika na utangu wa kutangulia kuwepo kabla ya kuwepo chochote. Tamam, haka. Sasa baada hapo tuingie katika adilla tu. Tamam, tuingie katika somo letu la leo. Anasema adillatu ma sabaqa min thubuti dhati wa sifati. Adillatu maana hadhihi adillatu ma, hizi ni dalili ma, hadhihi adillatu ma, hizi ni dalili ya yale ambayo kwamba sabaqa, yaliyotangulia, maana hizi ni dalili za yale maelezo yaliyotangulia. Hadhihi adillatu ma, hizi ni dalili za yale maelezo yaliyotangulia. Min thubuti dhati, maelezo yaliyoeleza kutokana kuthibiti dhati yake. Kuthibiti dhati yake hapa anakusudia sifatu nafsia, ile sifa ya alwujud. Tamam. Wasifati, na maelezo yaliyoeleza kutokana na sifa nyingine ambazo zimekuja baada ya asifatu an-nafsia. Tamam. Kwa hiyo hapa tunatajiwa dalili za kuthibiti vitu hivyo, na dalili hizi ni dalili aqliya, ni dalili aqliya. Kwa nini dalili aqliya? Dalili aqliya sio kwamba inapingana na Qur'ani jamani, hapana, lakini dalili aqliya ipo katika al-usul al-yaqiniya. Dalili aqliya inafanya kazi katika misingi ya yaqini, kwa maana mtu anapotoa dalili ya kiakili sasa, kwa maana anakuwa ametegemea Qur'ani au Sunna, lakini hataji Qur'ani wala hataji hadithi. Sasa hataji katika kutoa dalili ya kiakili, hataji Qur'ani wala hataji hadithi, lakini anataja dalili ya kiakili, dalili ambayo ukirudi katika Qur'ani utaikuta, ukirudi katika hadithi nini utaikuta. Tamamu hapo.
Kwa hiyo yeye kwa nini ametumia dalili ya kiakili? Ili kufupisha maelezo, ili kufupisha nini? Maelezo. Kwa sababu lau kama angeamua kuthibitisha uwepo wa Allah kupitia aya, zingeandikwa aya hapa karibuni hata nini, hata swafa 3 mpaka 4, sawa. Lakini pia aya za kuonyesha kwamba Allah ni qadim, wal awwal wal akhir, tamam, zipo. Aya za kuonyesha kwamba Allah ni mwenye kubakia zipo. Sasa hadithi pia zipo, aya na hadithi zenye kuonyesha kwamba Allah ni mwenye kutofautiana na viumbe wake, laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir, zipo, tamam, wa halumma jar. Kwa hiyo anatumia dalili aqliya kwa ajili ya kufupisha maelezo, lakini pia sababu nyingine ya kutumia dalili aqliya ni nini? Ni kwa sababu kuna wale wasiokuwa Waislamu, wao hawataki walete Qur'ani wala hadithi. Kwa sababu gani? Azijua zipo. Au kuna kafiri ambaye hajui kama kuna msahafu, yani hajui kama kuna Qur'ani, hajui kama kuna hadithi za Mtume. Wanajua kama hivyo vitu vipo, lakini anataka umpe dalili ya kiakili, dalili ambayo yeye ataitia kwenye akili yake, kisha nini, atachanganua yale uliyomwambia, kisha aseme kama kweli Mungu yupo. Kwa dalili hii aliyonipa Mungu yupo. Tamam, haka. Kwa hiyo tutatolewa dalili hapa, lakini ni dalili za kiakili. Sawa. Kwa nini ametumia dalili za kiakili? Kwa sababu nilizokupa. Sawa. Dalili ya kiakili haimaanishi mtu amekurupuka tu ameitoa. Dalili ya kiakili ni mtu anategemea Qur'ani na Sunna, lakini sasa hataji Qur'ani, hataji hadithi, anakuletea dalili ya kiakili moja kwa moja ili wewe uingize ile dalili. Hata kama unajua kwenye Qur'ani kumesemwa hivi, kwenye hadithi kumesemwa hivi, lakini uichukue dalili, tamam, uichukue ile dalili uiingize katika akili yako, kisha uchanganue, je, ili unaloambiwa ni kweli au si kweli? Tamam, haka. Kwa hiyo ataanza kueleza dalili inayoonyesha thubuti dhati, kuthubutu kuwepo dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema adillatu ma sabaqa min thubuti dhati was sifat. Hizi ni dalili za yale maelezo yaliyotangulia, min thubuti dhati, maelezo yanayoeleza kutokana kuthibiti kuwepo dhati ya Allah, wasifati, na kuthibiti kuwepo zile sifa nyingine ambazo zimeelezewa baada ya kuelezewa ile sifa ya alwujud ambayo ni sifatu an-nafsiyya. Kwa anasema wadalilu ala wujudihi ta'ala, na dalili yenye kuonesha uwepo wake Allah subhanahu wa ta'ala, wujudul alam, ni kuwepo huu ulimwengu. Ni kuwepo nini? Huu ulimwengu. Huu ulimwengu kuwepo ni dalili kwamba yupo aliyeumba, yupo aliyeuumba. Tamam. Hauwezi kuwepo tu wenyewe. Kwa sababu gani? Unabadilika. Kwa maana haya yote ambayo yanatokea katika ulimwengu, kuna aliyeyakadiria ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyotokea kwa al-Imam Abu Hanifa. Al-Imam Abu Hanifa aliendaga kufanya munakasha na wale watu wanaopinga nini? Kuumbwa kwa ulimwengu. Wao wanaitakidi kwamba ulimwengu umejiumba wenyewe, lakini sisi katika yetu Uislamu ulimwengu umeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala akaenda pale, ukaandaliwa mdahalo, ukapangwa muda fulani, tamam, ulipangwa ni baada al-asr. Basi wale watu wakamejiandaa, muda umefika wa mdahalo au muda wa mjadala umefika, lakini al-Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala hawajafika, akawa amejichelewesha kwa makusudi. Wale mabwana wakaanza kushauti, mbona tumuone bwana, akaanza kutoa maneno, mbona tumuone, ashakimbia, ameogopa kuja kutoa hoja, umeona. Basi muda ukasogea kidogo, lakini baadaye washangaa wanamuona imamu anakuja. Imamu akaja akakaa kwenye kiti, wakaanza kumuuliza, mbona umechelewa, imekuwaje? Akasema hapa ndipo nilipokuwa napataka mimi. Walipomuuliza kwa nini umechelewa, imekuwaje? Akasema bwana, wakati najiandaa kuja kwenye mjadala ilinyesha mvua kubwa sana. Sasa maji akajaa mbele ya nyumba yangu, nikashindwa kutoka. Lakini kwa bahati nzuri, wakati nimekaa nasubiria maji yale yapungue na mvua pia ikatike, vikaja vimbao ambavyo vilikuwa vinaelea juu ya maji, vikajiungaunga vikajitengeneza boti. Kisha lile boti likasogea mpaka mlangoni kwangu, nikapanda, likanivusha katika lile bwawa la maji ambalo liko mbele ya nyumba yangu. Wale mabwana anatudanganya bwana, ana nini? Anatudanganya, yaani mbao zijiunge zenyewe.
kisha zijitengeneze kiboti hasa, kisha zikufuate zikuvusha. Hicho kitu hakiwezekani. Akamwambia sasa, kama nyinyi mnapinga kwamba haziwezi kupatikana mbao zikajiungaunga zikajitengeneza kiboti kisha zikaja zikanibeba mimi, kama mnakataa uwepo wa hilo, inakuwaje huu ulimwengu wote huu ujiumbe wenyewe, ujitengeneze wenyewe, kusiwepo yule aliyeumba? Basi kama mdahalo umesha hapo, wakasema kweli bwana, ikiwa tumekataa kimbao, je, huu ulimwengu unakuwaje? Kwa dalili ya uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, wujudun alam, ni kuwepo huu ulimwengu. Tamam, kwenye kiakili tukiangalia kweli yupo aliyeumba, sawa sawa. Kwa hata al-Imam Abu Hanifa aliwashinda kwa hoja wale mabwana kwa kutumia nini? Dalili akili, dalili ya kiakili tu, hakutoa hadithi wala aya. Tamam, na wao ndio wanataka hivyo. Tamam hapo hakika. Kwa dalili ya kuwepo Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwepo ulimwengu, na ukiingia ndani ya Qur'an utakuta, ukiingia ndani ya Qur'an dalili hizi utazikuta. Tamam haka yani dalili ambayo yenye kuelezea kwamba uwepo wa Allah ni kuwepo mabadiliko katika ulimwengu, kuwepo ulimwengu, dunia. Tamam, utakuta kwamba dalili ni hiyo hiyo. Kwa dalili ala wujudi ta'ala, na dalili juu ya uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, wujudul alam, ni kuwepo nini? Huu ulimwengu. Sasa baada ya hapo akaingia katika munakasha, kwa maana kuleta kama majadiliano ambayo nini yanatilia nguvu zile hoja ambazo yeye nini anakusudia kuzithibitisha. Anasema walau lam yakun qadima, na lau kama Allah asingekuwa ni mtangu, kwa maana tushamsifia Allah na mtangu kule nyuma, sio? Sasa tunaitilia nguvu ile hoja yetu, tunasema sawa sawa, tunaitilia nguvu ile hoja yetu, tunasema walau lam yakun qadiman lakana haditha, na lau kama Allah asingekuwa ni mtangu lakana haditha, basi angekuwa ni mwenye kuzuka. Sawa sawa, angekuwa ni mwenye kuzuka, na hicho kitu hakipo. Ameshasema huwa al-awwal, yeye ndio kwanza kuwepo kabla ya kuwepo chochote. Tamam haka. Walau lam yakun baqiyan lam yakun qadima. Tumesoma kule katika sifatu sulubi kwamba Allah ni wajibu kusifika na sifa ya kubakia. Sasa ndio tunasema walau lam yakun baqiyan, lau kama Allah asingekuwa ni mwenye kubakia, lam yakun qadima, basi asingekuwa ni mwenye kusifika na sifa ya utangu. Sasa asingekuwa ni mwenye kusifika na sifa gani? Ya utangu. Kwa hiyo kule kusifika na sifa ya utangu ni dalili ya kusifika nini? Na sifa ya kubakia. Kwa sababu gani? Chenye kusifika na sifa ya utangu hakiwezi kusifika na sifa gani? Na sifa ya kutoweka. Tamam haka. Walam yakun mukhalifan li khalqi, na lau kama Allah asingekuwa ni mwenye kutofautiana na viumbe wake, la kana mithlahum, basi angekuwa ni mfano wao, maana angekuwa ni mwenye kufanana na wao. Tamam, angekuwa ni mwenye kufanana na wao. Kwa sababu gani? Viumbe wote wana sifa moja yenye kufanana. Ipi? Sifa ya kubadilika, lakini pia sifa ya kutokuwepo kisha baadaye vikawepo. Sawa sawa haka. Sifa hizi mbili zipo kwenye viumbe. Sifa gani? Sifa ya kwamba havikuwepo kisha vikawepo, lakini pia sifa ya kubadilika. Sawa sawa. Sisi tulikuwa tuna manii, ikaja pande la damu, pande la nyama, tukavishwa nini? Mifupa. Sawa sawa. Tamam hapo hakadha, mafumu hapo. Kwa hiyo lau kama Allah asingekuwa ni mwenye kutofautiana viumbe wake, la kana mithla, basi angekuwa ni mfano wao, na hilo Allah amelikanusha ndani ya Qur'an kusema lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, lakini pia akasema laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Tamam. Walau lam yakun qa'iman, hapo kasema walawi, sio walawi, ni walau lam yakun qa'iman bi nafsi, lau kama Allah asingekuwa ni mwenye kujitosheleza kwa nafsi yake, lahtaja ila mahallin au mukhassisin, angehitajia sehemu au mukhassisin au nini, au mtendaji mwenye kumhusisha na sifa fulani. Tamam, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hasifiki na sifa gani? Hasifiki na sifa hiyo. Tamam hapo. Lakini pia walau iftakara ila mahali lakana sifatan, na Allah lau kama angehitajia sehemu, angehitajia nini? Sehemu, lakana sifatan, angekuwa ni sifa, angekuwa nini?
ni sifa. Tamamu hapo, angekuwa ni sifa, lakini Allah si sifa, Allah ni dhati. Allah yeye mwenyewe ni dhati. Tamam. Na sifa sifa ina nini? Sifa ina sifa ya nini? Ya kuzuka na kubadilika, sawa. Lakini pia sifa ina sifa ya kupandamana au ina sifa ya kugawika na kugawanyika, sawa sawa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala yeye sio sifa, yeye ni dhati. Tamam. Na dhati yake Allah ni moja, sawa. Dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala ni moja, haijapandamana wala haijagawanyika. Tamam. Walau ihtaja ila mukhassisin lakana haditha, walau kama Allah subhanahu wa ta'ala angehitajia mtendaji mwenye kumuhusisha na sifa fulani, lakana haditha, basi Allah angekuwa ni mwenye kuzuka. Walau lam yakun wahidan lakana maqhuran, na Allah lau kama asingekuwa amepokeka, kwa maana katika ile sifa aliyokuwa nayo, uwezo aliyokuwa nayo, nguvu alizokuwa nazo, lau kama asingekuwa mwenyewe katika sifa hizo, lakana maqhuran, basi angekuwa ni mwenye kutezwa nguvu. Mwenye kutezwa nguvu na mwenye kusifika na kushindwa, kwa maana kulikuwa kuna kitu chenye uwezo zaidi ya yeye na kingemwamrishi kufanya kadhaa wa kadhaa, na angeshindwa sasa, na angepata malipo kuto kushindwa. Tamam. Lakini Allah yeye ndiye mwenye kuteza nguvu, kama alivyosema ndani ya Qur'an, wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, na yeye ndiye mwenye kuteza nguvu kwa waja wake. Maana yeye Allah sawa sawa ndiye mwenye nguvu kuliko chochote, hakuna kinachomshinda. Lakini yeye Allah ndiye mwenye kutoa maamrisho, sawa, na ndiye mwenye kutoa makatazo, sawa, na ndiye mwenye kupangilia kila kitu. Kwa hiyo wewe mwanadamu au kiumbe chochote kile kinasifika na sifa ya ni makuhuru, kuwa ni chenye kutezwa nguvu, maana kinasifika na sifa ya kushindwa. Lakini yeye Allah subhanahu wa ta'ala amepwekeka katika kila sifa aliyokuwa nayo, amepwekeka na hakuna mwingine juu yake. Yeye ndiye mwenye kufanya kila kitu. Ukomo wa nguvu unaisha kwake yeye, na ukomo wa kufanya atakalo unaisha kwake yeye, na ukomo wa kupanga atakalo unaisha kwake yeye. Hakuna chingine juu yake chenye kuweza kufanya hivyo. Tamam. Hakika kwa hiyo tumemsifia Allah kule juu na sifa ya kuwa ni wahidun fi af'ali wa sifati. Sasa tamam hapo, na katika dhati yake, kwa maana Allah amepokeka, hakuna Allah mwingine aliye mfano wake yeye au hata aliyekuwa juu yake yeye, hakuna. Hiyo ndio maana ya wa huwa wahidun fi dhati wa sifati wa af'ali, kama namna tulivyosoma kule juu. Tamam. Na lau kama singi kwa hivyo, lakana maqhura, angekuwa ni mwenye kutezwa nguvu. Angekuwa ashaambiwa au si waja wako wafanye hivi, wafanye vile, wafanye hivi, wafanye vile. Lakini kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala amekipanga yeye, amekiumba yeye, sasa, na amekikadiria yeye, na anafanya kwa mipango yake yeye na kwa maamuzi yake yeye. Tamam. Kwa hiyo walau lam yakun wahid, na lau kama Allah singekuwa ni mwenye kupwekeka katika uungu wake, katika ufalme wake, katika nguvu zake, katika irada yake na katika kudura yake, na kana makuhura, basi angekuwa ni mwenye kutezwa nguvu. Lakini sio hivyo. Na amesema ndani ya Qur'an, wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, naye ndiye mwenye kuweza kuwateza nguvu waja wake. Al-qahir ina maana nyingi, ina maana ya al-ghalib, ina maana pia ya al-mudhallil, lakini nadhani tafsiri inafahamika, kuteza nguvu, kwa maana mwenye kuweza kufanya lolote kwa chochote miongoni mwa viumbe wake. Tamam. Hakika walau lam tajib lahu al-qudratu, na lau kama ingekuwa si wajib yeye Allah kusifika na sifa ya qudra, wal iradatu, na sifa ya kuwa na irada. Tamam. Walau lam tajib lahu al-qudratu, na lau kama isingekuwa ni wajib lahu kusifika yeye Allah subhanahu wa ta'ala al-qudratu, na sifa ya kuwa na qudra, wal iradatu, na sifa ya kuwa na irada, wal ilmu, na sifa ya kuwa na elimu, wal hayatu, na sifa ya kuwa na uhai, lamma kana shay'un min khalqi, lamma kana shay'un min khalqi, basi kisingekuwepo chochote katika hivi viumbe vyake. Huku kuwepo viumbe vyake
ni dalili kwamba Allah anasifika na sifa ya qudra, uwezo ambao hauna mpaka. Lakini pia wal irada, na sifa ya irada, sifa ya kutaka, kutaka ambako hakuna nini, hakuna mpaka na wala hakuingiliwi na chochote. Lakini pia kuwepo viumbe vyake ni sifa, ni dalili ya Allah kusifika na sifa gani? Na sifa ya al-ilmu. Haya mambo ambayo yapo ulimwenguni, mambo ya kustaajabisha, mambo yenye kuonesha kwamba mwenye aliyeumba ulimwengu huu ana elimu isiyopimika. Wewe leo ukijiangalia tu wewe mwenyewe mwanadamu unastaajabu. Ukiangalia moyo wako namna ulivyo, ni kiungo ambacho tangu unazaliwa mpaka leo hakisimami, kinadunda tu, kinatoa damu, damu inaingia huku inatokea huku, kuna misuli ya hivi na vile. Ukiliangalia jicho lako hicho, ukiliangalia jicho lako ni kitu kidogo, lakini haukimalizi sawa sawa. Ukiangalia yani kila kitu chako ukikiangalia unaona kwamba aliyeniumba mimi ana elimu isiyokuwa na mpaka. Wal haya, na uhai. Lau kama Allah asingesifika na uhai, kisingekuwepo chochote katika viumbe wake. Inakuwaje aliyeumba asisifike na uhai kisha viumbe vyake viwe na uhai? Kwa dalili ya kwamba Allah ni wajibu kusifika kuwa na qudra wal irada wal ilmu wal haya ni kuwepo viumbe vyake. Na lau kama isingekuwa ni wajibu Allah kusifika na sifa hizi, lamma kana shay'un min khalqi, kisingekuwepo chochote katika viumbe wake. Walau lam yatasif bis-sam'i wal basari wal kalami, na lau kama Allah asingesifika na sifa ya kusikia, wal basar na sifa ya kuona, wal kalam na sifa ya kuona maneno, la kana naqisun, amekuwa ni mwenye mapungufu. Ta'ala dhalika uluwan kabira, ametukuka an dhalika, kutokana hilo la kuwa ni mwenye mapungufu, uluwan kabira, kwa utukufu wa hali ya juu, kwa utukufu wa hali ya juu. Tamam, hakadha. Walau lam yakun fi'lu al-mumkinati au tarkuha jaizan fi haqqihi ta'ala, na lau kama kule kufanya yenye kuwezekana yale aljaizati, kama tulivyoeleza kule nyuma, au tarku au kuyaacha jaizan, lisingekuwa ni jambo lenye kujuzu kwake fi haqqihi. Walau lam yakun fi'lu al-mumkinat au tarku, na lau kama kufanya yenye kuwezekana au kuyaacha jaizan, jambo hilo lisingekuwa ni lenye kujuzu fi haqqihi, katika nafasi yake Allah Ta'ala mtukufu, lanqalabatil haqa'iqu, basi uhalisia wa mambo ungekuwa ni wenye kujirudia. Lanqalabatil haqa'iqu, basi uhalisia wa mambo ungekuwa ni wenye kujirejea. Wa qalbul haqa'iqi mustahilun, na kujirejea uhalisia wa mambo mustahilun, ni jambo lisilowezekana. Tamam, hakadha. Uhalisia wa mambo ni vipi? Yale mambo ambayo yalitangulia kuwepo, basi yangekuwepo mpaka leo, baada ya kuwa yalikuwepo yakatoweka, basi nini, yangeweza kujirudia tena nini, kuwepo. Lakini Allah yeye ndiye aliyeyaumba na akayapangia muda maalum. Mambo haya anayaumba sawa sawa, kisha baada ya muda nayaondosha na leta mengine. Tamam, hayo mengine pia nitakayoyaumba sawa sawa, nitayaondosha nini, nitaleta mengine. Kwa hiyo tunaona kwamba kujirejea uhalisia wa mambo ni kitu gani? Ni kitu ambacho ni mustahili. Kwa sababu gani? Yupo mwenye kusifika na kufanya ambako kuna juzu yeye kufanya au kuacha. Kwa hiyo kama kuna kitu kilikuwepo kikaondoka, kikajirudia tena, basi hakikujirejea chenyewe, ni kwa uamuzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam, hakadha. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasifika na kufanya al-mumkinat. Mumkinat ni mambo gani? Ni yale mambo ambayo yasihu fil aqli wujuduha wa adamuha, ni yale mambo ambayo katika akili kuna swihi kuwepo kwake na kutokuwepo kwake. Sasa jambo hilo linajuzu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na utendaji wa Allah unasifika na kufanya mambo ambayo ni mumkinat. Na ndani ya Qur'ani zimekuja aya mbalimbali. Allah anasema katika suratul Mulk, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Anaonyesha kwamba yeye ndiye mwenye kufanya hili, na hili ni katika mambo gani? Mambo yenye kuwezekana. Qul ara'aytum, anaambiwa mtume, qul, sema, ara'aytum, kuambia hivi mnaonaje,
lau asbaha ma'ukum ghawra, lau kama maji yenu yatakuwa yenye kudidimia chini yakatoweka, faman ya'tikum bima'in ma'in, faman ya'tikum bima'in ma'in, basi ni nani mwingine ambaye ataweza kuwaletea maji yenye kutiririka? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ni dalili ya kwamba utendaji wa Allah utendaji wa Allah sawa sawa unasifika na kufanya mambo ambayo ni mumkinati, na mambo ambayo ni mumkinati ni yale mambo ambayo yanawezekana kuwepo kwake na kutokuwepo kwake, sawa sawa. Na kitu ambacho Allah amekiumba akakiwekea wakati kadhaa hakiwezi kujirejea chenyewe. Kwa sababu gani? Yeye ndiye aliyekiumba na akakipangia muda kuwepo. Sasa muda wake unapofika, kinapoondoka, hakiwezi kujirejea tena, hakiwezi kujirejea tena chenyewe, sawa sawa. Na hii ni hoja inayowapinga wale ambao walisema kwamba ulimwengu vitu vinajirejea rejea, sawa sawa sawa, vinajirejea rejea vyenyewe. Hicho kitu hakipo, sawa sawa. Ukiona kitu kipo, basi Allah ndiye aliyekiumba, na kitu hicho ni mumkin, ni katika mumkinati. Na ukiona kimeondoka, basi ule muda wake wa kuwepo umeisha, Allah amekiondosha, sawa sawa. Na ukiona kimekuja tena, basi Allah ndiye aliyekirudisha, na baadaye pia hata atakiondosha. Tamam, hakadha. Kwa hiyo hizi ni dalili zinazothibitisha yale ambayo tumetangulia kuyasoma katika mlango wa nyuma. Ila huna ntahi. Alkamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-afwa.